Bwana, kwa mujibu wa chanzo changu ambacho ninakiamini kwa 100% ni kwamba huenda kuna uwezekano mkubwa Simba wakaachana na Diadora msimu unaokuja kwenye upande mzima wa kutengeneza jezi zao kwa ajili ya msimu husika. Sasa taarifa hizi kwa kiasi kikubwa of course zinakuja mara baada ya Simba kiukweli kutokuja na special kit, niseme licha ya kwamba imetambulishwa kama ni jezi ya kimataifa, lakini haikuja na muundo wote tofauti zaidi ya wadhamini kubadilika na baadhi ya vitu vidogo ambavyo havikuigusa sana sana design ya jezi yenyewe, lakini vilikuja kubadilisha tu muonekano sana sana wa kile ambacho kitasomeka, na hiyo ni kwenye upande mzima wa ule mdhamini ambaye anaonekana kwenye upande wa kifua na maeneo mengine. Sasa hichi ni kitu ambacho kimekwenda tofauti kiukweli na matarajio ya Simba. Kama ambavyo tunajua vilabu vyetu Simba, Yanga, kuna matarajio kwamba kila inapokuwa inakaribia kuanza michuano ya kimataifa kuna special kit edition kwa ajili ya michuano husika. Yaani kuna CAF special edition kits ambazo mtengeneza vifaa anakuwa anaziandaa, zinakuwa tayari kuingia sokoni, watu wanapata kuvaa uzi special kabisa kwa ajili ya occasion ya kimataifa. Lakini kwa Simba haijakuwa hivyo. Sasa kulingana na mkataba ambao Simba aliingia na Diadora ambaye ndo mtengeneza vifaa wao kwa msimu huu, ni kwamba Diadora atakuwa anatengeneza jezi mpya kwa upande wa Simba kila baada ya miezi 8. Sasa mkataba uliingiwa mwezi wa 8 mwaka huu. Maana yake ukihesabu miezi mingine 8 kutoka pale, unakuja kugundua kwamba isingeweza kuwa in time kwa ajili ya kuiwahi michuano ya kimataifa kwa upande wa Simba msimu huu. Na ndio maana jezi za Simba hazikubadilika kwenye upande wa design. Tofauti ni kwamba mzabuni pamoja na wadhamini ndio ambao walibadilika, lakini design ya kit ilikuwa ni ile ile. Sasa hichi ni kitu ambacho kiukweli hakijakaa vizuri kwa Simba Sports Club. Matarajio yao yalikuwa ni makubwa zaidi. Wameshazoea kwamba kila msimu inapokaribia michuano ya kimataifa basi kuna jezi maalum ambazo mtengeneza vifaa anakuwa anaziandaa kwa ajili ya wao kwenda kuzitumia kwenye michuano ya kimataifa. Na ukweli ni kwamba Diadora ni kampuni kubwa, lakini ni kampuni kubwa kwenye upande wa jina. Unajua sometimes pia hawa watengeneza vifaa ambao ni loko, kina Sunderland, kina Vunja Bei, hawa ilikuwa ni rahisi wao kuzitoa ama kuziandaa mapema hizi jezi za kimataifa kwa sababu wanayajua mahitaji ya soko la ndani, hasa inapokuja michuano ya kimataifa. Yaani wanajua kabisa, nimechukua tenda ya kuwa mtengeneza vifaa wa klabu ya Simba mathalan au Young Africans, natengeneza jezi ambazo watazitumia mwanzo wa msimu, lakini ikifika hatua ya kujaribu kuingia kwenye michuano ya kimataifa ama wanapokuwa tayari kuanza kucheza michuano ya kimataifa, natakiwa nimeshaandaa uzi mwingine ambao utaingia sokoni. Sasa ukijaribu kutizama pengine kwa brand ya nje kama Diadora, wao pengine hawakuwa hasa wamepiga hesabu ya kinifu kama hizi. Wao walikuwa wanaamini kwamba wanaweza tukutengeneza jezi ambazo ya Simba wataanzia nazo msimu, kisha mambo mengine yanaweza akaendelea taratibu, lakini hawakuwa hasa wamejiandaa na kutoa jezi nyingine maalum kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Na to be fair, Diadora ni kampuni kubwa kwenye jina, lakini kama tunakuwa wa kweli, kuna brand si chini ya 10 ambazo ni kubwa na zinatambulika zaidi huko kwa wenzetu pia. Unazungumzia kina Nike, kina Adidas, kina Umbro, kina New Balance, kina Macron, yani zipo kibao, kina Puma, yani wapo kibao. Na kiukweli kitu ambacho nitakwambia ni kwamba hivi sasa Diadora hatengenezi kiti ya national team duniani hata moja. Just imagine. Soko lote hilo limechukuliwa na kina Nike na kina Adidas, hao ndo the top 2 hao. Then wanafuata kina Puma, then wanakuja kina Macron. Kwa hiyo ukweli ni kwamba namna ambavyo Diadora wana handle kutoa jezi zao ni tofauti labda na matarajio ya watu wengi. Unajua watu wengi pengine walikuwa wanaakisi kwamba kwa kuwa Diadora ni kampuni ya nje, wanaweza tu kuendana na speed yoyote ambayo Simba watakuwa wameiandaa kwa ajili yao. Huenda hicho ni kitu ambacho kingewezekana
kama mchakato wa kuanza kuziandaa jezi pengine ungeanza kabla hata tenda hawajaichukua. Yaani kabla hata hajatambulika kama mtengeneza vifaa rasmi wa klabu ya Simba, pengine kama hichi ni kitu ambacho labda kilikuwa kimeshaanza kujadiliwa tangu wakati huo, basi labda ndo wangekuwa kwenye nafasi ya kutoa kit nyingine maalum kwa ajili ya Simba kwenye michuano ya kimataifa. Lakini hichi ambacho kimefanyika hivi sasa kwa wao inakuwa ni kama kuwashtukiza, kwa sababu wao matarajio yao ni kwamba ipite miezi 8. Oda ambayo wao wanaipokea, namna ambavyo wao wana mipango yao ya kuandaa mzigo kwa ajili ya michuano ya kimataifa ama kwenye kukuandalia jezi nyingine tofauti na ambayo umeanza nayo msimu, ni kitu ambacho wanakifanya kulingana na mchakato na kulingana na jinsi ambavyo wao wana operate, kitu ambacho pengine ni tofauti na matarajio labda ya Simba. Wao walikuwa wanaamini Simba kwamba hao wanaweza kufanya kama walivyofanya kina Sunderland, kina Vunja Bei na wengineo, kwamba wakiwa tayari tu Simba kuingia kwenye michuano ya kimataifa jezi zao zitakuwa tayari. Lakini uhalisia na matarajio yamekwenda kuwa ni tofauti, na Simba kiukweli wanafikiria uwezekano wa kutafuta mtengeneza vifaa mpya kwa ajili ya msimu wa 26-27.